Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima. Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu katika imani, popote pale mlipo duniani, mnatupata kupitia Istiqama Swahili TV moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii. Na leo napenda kukaribisheni katika kipindi pendwa kabisa, nacho ni makala maalum ikiangazia nafasi ya taasisi ya Istiqama hapa Zanzibar, jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu. Makala hii itaangazia sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza tutaangalia output ya Istiqama, yani yale mazao ambayo yametokana na Istiqama. Na leo hii hapa Fuoni Meli Sita tumetembelea moja katika fieldi ambazo wapo wanafunzi ambao walisoma chini ya Istiqama wakamaliza na wapo katika fieldi zao. Na sehemu ya pili tutaangazia wale wanafunzi ambao hadi hii leo wanasoma chini ya usimamizi wa jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar. Endelea kufuatilia kwani yanayokuja ni mazuri. Karibu. Jumuiya mashuhuri, tunahiji kwa salama, tena hija mabururi, kwa uwezo wa karima, mambo ya kwenda vizuri. Allah dumishe dawama, Istiqama Zanzibari. Na nafsi yajitambua, yenyewe yajionea, leo nimetimizia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Nzima, vipi kazi, mnaendeleaje? Tunaendelea. Kuja kutembeleeni leo. Barakallahu. Ni Istiqama Swahili TV. Barakallahu. Shukran sana. Naam. Tafadhal. Shukran sana. Vipi hali? Alhamdulillah. Vipi kazi? Watoto? Alhamdulillah rabbil alamin. Shukran sana. Shukran sana. Mfurahi. Mashaallah. Hata sisi tumefurahi. Alhamdulillah. Karibuni mashaallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndugu zangu katika imani na wapendwa wafuatiliaji wa Istiqama Swahili TV popote pale mlipo duniani, amani zake yeye Allah mtukufu ziwe pamoja nanyi. Kama tulivyokuelezeni katika utangulizi wa makala hii muhimu kabisa, nafasi ya jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu, na moja kwa moja tunagusia mazao au output ambayo imetokana na jitihada ya jumuiya Istiqama hapa Zanzibar, kwa kuangalia wale ambao walikuwa wanafunzi waliokuwa chini ya jumuiya Istiqama hapa Zanzibar wakiwa katika fieldi zao mbalimbali. Na leo tupo na shekhe wetu hapa, mwalimu ambaye ni katika zao la Istiqama hapa Zanzibar. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, napenda kukaribisha katika makala hii muhimu kabisa ambayo inaangalizia nafasi ya jumuiya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu. Mpendwa mtazamaji anataka kukufahamu wewe ni nani kwanza. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya ndugu mtazamaji nipende kuitikia salamu hii, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Kwa jina naitwa Omar Osman Omar Al-Batawi, kutoka hapa Madrasatul Insaf. Madrasatul Insaf. Naam. Ikiwa wewe ni katika output ya Istiqama, jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar, tunapenda kujua ni sehemu gani ambazo unafanya kazi na kazi ipi ambayo unaoifanya ambayo ni kutokana na faida ya jumuiya Istiqama hapa Zanzibar. Sehemu ambayo nafanya kazi ni hapa Madrasatul Insaf iliyopo Fuoni Meli Sita. Naam. Lakini vile vile niko katika sehemu ya msikiti kama imamu. Kama imamu. Naam. Na hapa madrasa upo kama ni mwalimu. Hapa nipo kama mwalimu na msaidizi wa mwalimu mkuu vile vile. Msaidizi wa mwalimu mkuu. Na masomo gani ambayo unayofundisha hapa? Hapa tunafundisha, mimi nafundisha masomo kama vile masomo ya lugha. Naam. Au somo la taalim, somo la tabia njema za tabia njema. Naam. Mpendwa mtazamaji atataka kufahamu
ni mwaka gani ambao ulianza masomo chini ya Jumuiya Istiqama hapa Zanzibar, na mwaka gani ambao ulimaliza masomo na ukaanza kazi lini baada ya kumaliza masomo? Mashallah, mashallah. Kwa kweli baada ya kumaliza masomo yangu ya skuli M4 ile, nikaingia katika matawi au tawi miongoni mwa matawi ya Istiqama ambayo linapatikana Wete pale. Wete, naam. Wete mwaka 2000 ndio time mimi nazaliwa. Mashallah. 2009 aiwa. 2009 takriban tukakaa pale mwaka mmoja kwa ajili ya kujiandaa tawi lile. Ndio. Alhamdulillah tukafanya interview, tukaingia maadili Istiqama mwaka 2010 mpaka kufika 2013 14 takriban tukamaliza. Na alhamdulillah Allah akatuwafikisha zaidi, tukaendelea na masomo yetu katika nchi ya Omani. Tukaishi kule miaka 4 takriban mpaka mwaka 2018 nikamaliza masomo yangu alhamdulillah katika nchi ya Omani. Nikaingia hapa takriban tarehe mosi mwezi wa 8 mwezi wa 8 2018 nimeanza kusomesha hapa Madrasatul Insafi na imamu katika Masjid Jami' Wassalam. Mashallah, hii ni faida iliyokuwa kubwa na ni zawadi iliyokuwa kubwa kwa Jumuiya Istiqama Zanzibar, kwa ndugu zetu hapa kisiwani Zanzibar. Kwa hakika umeeleza kwamba umeanza maandalizi, baadaye ukaja hapa Unguja, kisha ukaenda Oman. Hii ni faida iliyokuwa kubwa kabisa. Sasa katika sehemu zote hizi ambazo ulizopita, ni faida zipi za elimu ya dini ulioipata ambazo umeweza kuzielezea kwa wanafunzi na kwa jamii kwa ujumla? Yani jamii imenufaika vipi kutokana na elimu ambayo umeipata chini ya usimamizi wa taasisi ya Istiqama hapa Zanzibar? Wallahi subhanallah, faida ni nyingi ambazo tumezipata. Naam. Walizopata jamii, tunamuomba Allah tujalie tuwe katika hao watu ambao wanaifaidisha jamii. Naam, ndugu yangu mtazamaji, sema amin kwa dua hii ambayo ameiomba shekhe wetu hapa. Naam. Na sisi tunafuata yani mashekhe waliotuelekeza nyenendo zile ambazo subhanallah tunaona haya kusema tumewafaidisha jamii kwa kweli. Lakini tunakuwa tunatoa khutba, tunafundisha durusi msikitini, tunaingia madarasani kukaa na ndugu zetu kuwafundisha kile ambacho Allah ameturuzuku, na kupatanisha baadhi ya migogoro ambayo yani tunaweza kupatanisha ambayo iko nje ya uwezo wetu. Tunapigia simu mashekhe wakubwa kama Sheikh Shabani Al-Baktashi na wengine, Sheikh Sultan. Allah mtukufu Mungu awahifadhi na kila la kheri. Lakini faida kwa kweli tunaziona ni nyingi, ama ni zipi na zipi ni ngapi kwa kweli hatuwezi tukasema ni ngapi yani, lakini ni nyingi sana alhamdulillah. Kwa hakika ni mpendwa mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote pale ulipo duniani, katika faida ambayo ameizungumza hapa ndugu yangu ni kuondoa migogoro katika jamii zetu. Kuna msemo mmoja unasema conflicts it is inevitable, migogoro haiepukiki. Kwa hiyo zao la Istiqama imekuwa ni sababu ya kuondoa baadhi ya migogoro katika jamii. Hii ni faida iliyokuwa kubwa sana sana sana. Allah mtukufu awabariki na wajalie katika walofaulu duniani na kesho akhera. Hakikatan unafundisha watoto, unaweza ukamuelezea mpendwa mtazamaji ni faida gani ambayo watoto wanaipata kupitia elimu ya dini ambayo umeipata? Faida wanazozipata watoto kwanza ni kuwafundisha yani dini yao. Sababu mtoto kama wanavyosema wasemaji kwamba mtu anazaliwa hali ya kuwa hajui kitu. Aiwa, almar'u yuladu ghayru alim, la yuladu almar'u aliman. Wanadamu wanazaliwa hali ya kuwa anajua. Kwa hiyo kile ambacho tumekipata na sisi tunakuja nacho kwa wale ambao wamezaliwa hali ya kuwa hawajui, tunawafundisha. Aiwa, tunawasaidia mpaka wanafikia level ya kwamba wanaweza na wao kuswalisha, wanaweza. Mashallah, alhamdulillah tunao baadhi ya vijana wetu ambao wanatusaidia kuswalisha. Maana yake hii nasema ni output juu ya output. Maana ndugu mtazamaji, hii ni zao la Istiqama, lakini kupitia zao la Istiqama kuna mazao mengine ambayo yamepatikana. Wallahi hii ni faida iliyokuwa kubwa kabisa. Naam, alhamdulillah. Unaizungumzia vipi Istiqama hapa Zanzibar? Wallahi Istiqama mashaallah, kullu fatatin bi abiha mu'jaba. Sisi tunajifakharisha sana na jumuiya ya Istiqama ambayo imetulea. Naam. Jumuiya ya Istiqama sio kwamba imetufundisha tu, bali imetulea vile, yani kama vile mtu ambaye kapelekwa sehemu kwa ajili ya kulelewa, ima kwa bibi yake au kwa yani alikuwa yatima kwa mfano akalelewa mpaka akajielewa.
Istiqama imetulea, imetuvisha, imetunywesha, imetulisha mpaka leo inaendelea. Alhamdulillah. Istiqama, Mwenyezi Mungu ajalie kila la khairi. Kwa kweli inafanya juhudi kubwa sana katika kuilea jamii, na miongoni mwa jamii hiyo ni kutulea sisi vijana, alhamdulillah, mpaka tukafikia na sisi kuwasaidia wengine. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu ajalie kila la khairi. Na mpendwa mtazamaji, ni Istiqama Swahili TV, busati la elimu pamoja na hikma. Hakikatan tunazidi kunufaika na makala hii muhimu kabisa, nayo ni nafasi ya taasisi ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu. Unazungumzia vipi mazingira ambayo umesoma chini ya usimamizi wa Istiqama hapa Zanzibar? Mazingira ya kusoma katika Istiqama hapa Zanzibar ni mazuri, kwa sababu tunasikia, hatujawahi kusoma katika boarding nyingine, lakini tunasikia kwa hao wenzetu kwamba wanakaa kwenye boarding huko, lakini subhanallah, yani yanaonekana huko, yanayopatikana ni si mambo ambayo ya kuyaelezea, lakini jumuiya iko vizuri. Iko vizuri sana katika kutoa elimu, katika kuhakikisha kwamba Uislamu umeenea katika ulimwengu wote takriban. Wanatoa vijana alhamdulillah kutoka visiwani Pemba, kutoka bara alhamdulillah, na wanaleta katika mazingira ambayo ni rafiki kabisa ya kutafuta elimu. Yani yale mazingira kwa kweli yanamlea mtu mpaka anakuwa subhanallah, mashaallah. Hakikatan katika mazingira yetu ya sasa hivi, ikiwa wewe umelelewa na Istiqama, ukakuzwa na Istiqama katika malezi yaliokuwa bora, sasa hivi tuna changamoto ya vijana kutokuwa na baadhi yao kutokuwa na maadili ambayo si sahihi, kutokana na malezi ambayo umeyapata Istiqama, mafunzo ambayo umeyapata kutokana na sunna za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Qur'ani. Umepata fursa gani ya kuwaongoa vijana hawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kutoka katika tabia ambazo wako nazo mpaka kuja katika mstari ambao umenyoka? Tunajaribu kuzungumza na vijana, kuanzia hawa tulionao hapa chuoni, katika wanafunzi wetu ambao ni wakubwa, wengine ukiwaona alhamdulillah, tunajaribu kukaa nao mpaka pengine kijana kama alikuwa ni yani kapinda kidogo, basi unamkuta sasa na yeye anahudhuria msikitini, bali anakuwa na hamu mpaka saa nyingine anataka adhini kabisa, maana nuru juu ya nuru. Alhamdulillah. Mstari wa mbele, baada ya kwamba mpaka wenzake wanauliza fulani subhanallah alikuwa hivi, lakini sasa hivi kafuatana na mstari wake, mashaallah, anakwenda vizuri. Na katika jamii ambayo iko nje ya madrasa hapa, tunakaa nao vijana alhamdulillah, bali tunakuwa na baadhi ya watu msikitini tunakwenda kuwafuata. Kama mtu alikuwa ni tariku salati wal ayadhu billah, tunamwendea, bali tunawaambia baadhi ya watu watuletee taarifa ili tuwaendee watu japo mmoja mmoja, na wengine wanaitikia wito huo vizuri na wanakuja msikitini, yani tunahudhuria pamoja swala za jamaa alhamdulillah. Mashaallah. Hakikatan enyi viongozi wa jumuiya Istiqama hapa Zanzibar na wapendwa watazamaji wote kote duniani, haya ni matunda makubwa ambayo mnayaona, na hii ni sehemu tu, kama ni bahari, manake nimeanza kuingia kidogo tu katika output ambazo zilizosimamiwa na jumuiya Istiqama hapa Zanzibar. Tukielekea mwisho wa mazungumzo yetu, unawaambia vipi au unawaelezea vipi viongozi wa Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya ukuaji wa elimu? Viongozi wa Istiqama tunawaambia, kwanza tunawatakia kila la kheri, lakini vile vile waendelee kutulea na kuwalea vijana vile vile. Changamoto hazikosekane, ni nyingi sana. Naweza akaja yule akawadhania hivi, pengine yule akawaambia hivi, lakini wao waendelee mbele. Jambo ni kwa ajili ya Allah. Na kama Istiqama hii, yani muasasa huu haukujengwa katika msingi wa ikhlas na uchamungu, basi wallahi yani usingalifikia leo matunda kama haya. Ndio karibu 30 kasoro kidogo na. Kwa hiyo waendelee katika hilo na wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile waendelee kuitoa elimu, na alhamdulillah yani hizo njia ambazo wanazifanya nyingine vile vile katika kuisaidia jamii, kama vile kuwanufaisha vijana katika masuala ya mahari, katika masuala ya misaada mbalimbali. Naam, jamii inafanya mengi tofauti na elimu nyingine. Naam, tofauti na elimu. Alhamdulillah waendelee katika hilo, na sisi vijana wao tunasema tuko pamoja ila aljanna. Mashaallah. Sasa kwa kumalizia mazungumzo yetu, wewe kama mwalimu, kama imam, unamuelezea vipi ndugu mtazamaji, unajivunia vipi kutokana na kazi hizi mbili ambazo uko nazo, ambazo zimetokana na jitihada na fikra mbalimbali za viongozi wa jumuiya Istiqama hapa Zanzibar? Mimi kama imam, yani kusema imamu naona tabu, lakini kama mtu ambaye naswalisha hapo msikitini, vile vile nasomesha hapa alhamdulillah. Yote hii ni mtihani Allah, ibtila, yani Allah kanipa mja wake
na muomba Allah anijalie ikhlas ndani yake. Amin ya rabbi. Amin. Tunasema kwa kweli watu waielekee jumuiya katika kupeleka vijana wao, kuleta vijana wao ili wanufaike na elimu ambayo inachumwa katika jumuiya hii ya Istiqama, ili na wao warudi katika jamii zao au katika jamii za Kiislamu, yaani kuwaonya na wengine vile vile wanufaike, watumie fursa hii, kwa sababu hizi fursa ni chache sana katika ulimwengu. Jumuiya ya Istiqama imejitoa kwa ajili ya kusaidia jamii. Kwa hiyo na jamii vile vile iwe tayari, iunge mkono, vile vile wawe pamoja katika kuliendesha jambo hili ili matunda yake yazidi kuenea insha Allah. Shukrani sana mpendwa mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote pale ulipo duniani. Hii ni makala maalum kabisa ikiangazia nafasi ya Jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu. Na hakikatan leo tumewatembelea ambao nasema mimi ni output ya Jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika fieldi zao. Kama unavyoona, hii ni ofisi ambayo mwalimu wetu hapa anapofanya kazi kwa kufundisha watoto. Na si hapa tu, bali pia anasalisha katika msikiti. Hakikatan hii ni faida kubwa. Sisi Waswahili tunasema mwenye macho haambiwi tazama. Hii ni faida kubwa. Saluti kabisa na heshima kubwa kwa viongozi wa Jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar. Allah mtukufu wahifadhi na wajalie kuwa na maono zaidi kwa maendeleo zaidi ya elimu. Hakikatan usichoke tufuatilia katika makala hii muhimu kabisa, tukiangazia nafasi ya Istiqama katika maendeleo ya elimu hapa Zanzibar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Vipi kazi inaendaje? Alhamdulillah. Kuja kutembelea. Alhamdulillah salama. Allah kujalie. Alhamdulillah. Shukran sana. Hamjambo? Vipi masomo? Shukran. Alhamdulillah rabbil alamin. Naam, wapendwa wafuatiliaji wa Istiqama Swahili TV popote pale mlipo duniani, amani zake yeye Allah mtukufu ziwe pamoja nanyi. Tunaendelea kuangazia makala yetu muhimu kabisa, nayo ni nafasi ya Jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu. Kwa hakikatan makala hii inaangazia kwa sasa hivi wale ambao tayari ni output au zao la Istiqama, wamesoma chini ya usimamizi wa Istiqama na wamemaliza, na sasa hivi wapo wapi na wanafanya nini? Alhamdulillah, tukiendelea kuangalia swala hili, leo tupo na shekhe wetu hapa, mwalimu ambaye atakayejitambulisha yeye ni nani, kwa kuanza kumsalimia mpendwa mtazamaji. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya ndugu yetu mtazamaji, napenda kuitikia salamu hii, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kwa majina naitwa Habib bin Talib bin Habib al-Hashimi. Naam. Ni mkazi wa Fuoni Milisita, na vile vile ni mwalimu katika madrasa tu Al-Insaf iliyokuwepo hapa Fuoni Milisita, ambayo inasimamiwa na uongozi wa Istiqama, lakini vile vile ni khatib dai ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwezesha kuwa kama hivi. Inshallah Ta'ala. Mpendwa mtazamaji atapenda kusikia kwa ufupi kabisa historia yako. Ulianza lini Istiqama na baadaye ukamaliza lini? Yani historia kwa ufupi ya elimu yako ambayo umeipata chini ya usimamizi wa Istiqama. Istiqama nimeanza katika mwaka wa 2014. 2014. 2013 nilikuwa najiandaa na nilikuwepo kwa almarhum Sheikhuna Sheikh Khamis Al-Ghammawi, Mwenyezi Mungu amrehemu kwa alipo. Baada ya hapo nikaanza 2014 na nikamaliza Istiqama 2017. 2017. Sasa unayazungumzia vipi mazingira ambayo ulikuwa ukisoma chini ya usimamizi wa Istiqama? Mazingira ambayo nimesoma chini ya usimamizi wa Istiqama yalikuwa ni mazuri kwa upande wangu mimi. Naam. Kwa sababu miongoni mwa mambo ambayo tumeyapata kule ni juu ya nidhamu, nidhamu. Zaidi nidhamu.
Ndio maana inafika hatua kwamba ukisoma unapata kuona nidhamu yako, yani unajua utaratibu wako wote wa siku nzima. Ndio. Uwezo kumkuta mwanafunzi kwamba amekaa bila ya kufanya jambo maalum. Na nidhamu hiyo ambayo tumesoma kule, tunaona pamoja na viongozi wetu wa Istiqama wanaifuata vile vile. Ndio maana unaweza nikatoa mfano. Ndio. Ukimkuta Sheikh Abdallah Al-Bahri, naam, unaweza ukapanga naye miadi, muda fulani mkutane, mzungumze. Unapofika ule wakati kama wewe umechelewa ukienda kwa wakati mwingine, basi hataki tena kutana. Ndio maana kuna siku ndio alikuwa ana ahadi na mtu apelekewe pesa. Naam. Akasema saa 6 kamili uwe ushafika. Sasa yule ambaye amefika alichelewa kama dakika 2 tu. Basi akawa anafunga mlango, akawa anamwambia huu sio wakati wetu. Kwa mtazamo wa kawaida mazalio unachukua pesa, haiwezekani kumwambia mtu usio kweli chukua pesa. Lakini akamwambia Messi zichukue hizi pesa, umevunja ahadi. Kwa hiyo nidhamu ni jambo lilokuwa nzuri sana. Kwa maana hiyo Istiqama hapa Zanzibar ni chuo maalum pia kinachofunza nidhamu, vipi tuishi. Na unajua nidhamu ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo hicho ni jambo muhimu sana, na tunawapa hongera viongozi wa Istiqama kwa jitihada hizi kubwa kabisa ambazo leo hii matunda tunayaona. Na ewe mtazamaji wa Istiqama Swahili TV popote pale ulipo duniani, kwa hakikatan kama ninavyosema na Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Moja kwa moja tumekuja kuwatembelea ndugu zetu katika field zao ambazo wanazofanya kazi, na usisahau ya kuwa hili ni zao la Istiqama. Naam, akhui, katika mafunzo yako chini ya usimamizi wa Istiqama hapa Zanzibar, mengi umejifunza. Yamekunufaisha vipi katika jamii, na wewe umenufaisha vipi jamii? Nimefaidika katika mambo mengi katika jamii. Naam. Na miongoni mwa mambo ambayo nimefaidika katika jamii, unapotoka Istiqama, jambo la mwanzo unapata heshima. Unapata kuheshimiwa. Na kama tunavyojua heshima ndio kitu kilichokuwa bora kwa mwanadamu. Mfano labda mtu katoka labda kwenye chuo cha uaskari, akitoka mtu anasema yule askari, wanampa heshima. Maana yake hata pia umetoka Istiqama, jamii na kuheshimu kutoka Istiqama. Ndio. Wanakuona wewe ni mtu mwingine tofauti. Inawezekana mwanzo ulikuwa na tabia tofauti, lakini sasa hivi kitendo cha kutoka kule tu maana yake wewe unaheshimiwa, unakuwa mtu tofauti kabisa. Kwa mantiki hiyo, hii heshima ni jambo ambalo ni kubwa na ambalo nimelipata mimi, na namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile jamii imefaidika mengi kupitia mimi. Na kupitia wengi ambao tumemaliza Istiqama. Kwa sababu jambo la mwanzo ambalo tunatakiwa tulifanye tukitoka Istiqama, ambalo tunaambiwa ni kuamrisha mema na kukatazana maovu. Ndio maana hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia katika Qur'ani, kuntum khaira ummatin, nyinyi ni umma bora zaidi. Kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Kwa hiyo na sisi kwa nafasi zetu tunajitahidi katika kuamrisha mema na kukatazana maovu. Alhamdulillah, hii ni neema kubwa sana. Na hii ndio kazi hata mitume ambao walifanya kubwa sana, kuamrisha watu kumjua yeye Allahu Jalla Jalalu. Kama unavyojua, umezungumzia kwamba Istiqama imekufunza mambo mengi na imewafunza wengine, si wewe peke yako. Tumepata kujua kwamba elimu ya dini ni muhimu sana katika mazingira yetu. Unazungumzia vipi mchango wa jumuiya ya Istiqama hapa Zanzibar katika maendeleo ya elimu? Istiqama imechangia sana katika kuendeleza elimu hapa kwetu visiwani Zanzibar. Sababu unaweza kaangalia baadhi ya vyuo vingi hawatoi malezi kama yanayotolewa Istiqama. Yani mimi nakupa mfano mmoja tu. Kitendo cha kuambiwa kwamba wewe unaenda Istiqama unasoma miaka yako yote bila ya kulipia kitu chochote, miaka yote. Hamlipi chochote? Ulipie kitu chochote. Naam. Wapo chakula, malazi, makazi, kila kitu, maana majana ni bure. Sasa upewa elimu ndani ya miaka 4 ambapo hulipi kitu chochote. Basi ni jambo kubwa na inatakiwa, maana tumshukuru Mwenyezi Mungu. Neema kubwa sana. Kwa hiyo Istiqama imefanya kazi kubwa katika kuwafundisha vijana au kutufundisha sisi vijana. Na tunashukuru jumuiya ya Istiqama na tunaombea kheri na tunaombea waendeleze. Kwa sababu hili jambo kama likiondoka tutapata hasara sisi, hasara kubwa. Kwa hiyo bora liendelee. Na unawaambia vipi kwanza viongozi wa Istiqama na wapenda kheri ambao wamefungamana na Istiqama katika kusimamia maendeleo ya elimu?
Jambo la mwanzo kwanza mimi nawashukuru kama nilivyosema. Naambiwa man lam yashkur qalilan la yashkuru kathiran. Asiyeshukuru kidogo hatashukuru kingi. Kwa hiyo mimi nawashukuru kwanza kwa elimu ambayo wametupa. Lakini vile vile nawaambia kwamba waendeleze jitihada. Kwa sababu haya wanayoyafanya maana yake watakuja yakuta siku ya kiyama. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuambia malipo hayapotei. Malipo hayapotei. Jaza ya wema manake utalipwa wema, aljazaa'ul ihsan illa ihsan. Naam. Mantikio waendelee na watambue kwamba ujira wao wataukuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wala hautopotea. Kwa kifupi kabisa tukiwa tunamalizia mazungumzo yetu, tofauti na elimu, unaizungumziaje vipi jumuiya Istiqama? Istiqama ni yani tunasema ni jumuiya ambayo inafundisha katika kila kona. Manake usiangalie katika elimu peke yake, lakini hata katika maisha ya kawaida vile unavokaa, alaka, mafungamano baina ya watu na watu, basi ukikaa na Istiqama nafsi yako utahisi tofauti ukikaa na watu wengine. Manake vile unavokaa nao tu basi unahisi furaha sana. Mashaallah. Ndio maana tunapenda sana watu watembelee wale viongozi wa Istiqama. Waangalia zile akhlaki zao tu unavokaa nao. Basi na wewe unaweza ukapata faida vile unavokaa nao. Hakikatan mpendwa mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, popote pale ulipo duniani unaweza kutupata kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube, moja kwa moja, na pia zinapokufikia vipindi kama hivi sambaza iwe ni faida kwa wengine pia. Kwa hakikatan tunasema sisi wachumi kwamba unapofanya investment, unapofanya uwekezaji, basi tunaangalia output. Unapata output gani? Waswahili wanasema mwenye macho hambiwi tazama. Narudia kusema mara kwa mara. Hakikatan tumepata kuwatembelea ndugu zetu hawa ambao ni zao la Istiqama katika field zao. Kama unavyoona idadi ya watoto ambao wanawafundisha ni watoto wengi. Mpaka sasa hivi watoto wangapi ambao wametoka mikononi mwako kumaliza masomo? Subhanallah. Niliwasomesha manake ni uliwasomesha wewe mwenyewe, ulianza alif mpaka ukamaliza? Niliwasomesha ni wengi kwa sababu mimi nilianza kusomesha tangu 2018. 2018 ulipomaliza tu 25 manake takriban miaka 8. Kwa hiyo wanafunzi niliwasomesha ni wengi. Alhamdulillah. Mungu ndo anajua idadi lakini wengi sana. Hakikatan ewe mpenda khairi ambaye pia upo na jumuiya hii ya Istiqama katika kufanikisha haya, hakikatan umeona yale ambayo yanayopatikana. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba hii ni bahari, mimi nimeingia mwanzo tu wa bahari, hata katikati bado sijafika kwa mafanikio ambayo jumuiya Istiqama wamefanya katika maendeleo ya elimu. Hakikatan endelea kutufuatilia kupitia makala hii muhimu kabisa, nayo ni jitihada au jitihada za Istiqama hapa Zanzibar katika ukuaji na maendeleo ya elimu. Usichoke kutufuatilia, endelea kutufuatilia, na hapo YouTube basi fanya kusubscribe kisha ushare kipindi hiki ili iwe ni faida kwa wengine. Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima.